Baada ya Januari 5, 2026, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth kudhihaki ulinzi wa anga uliotolewa na Urusi kwa Venezuela, ambapo Marekani walisema umeshindwa kusimamisha uvamizi wa Marekani, na baadaye kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambapo Marekani wanamuita dikteta. Sasa nikwambie, alitoa hotuba kwenye kituo cha usafirishaji cha Newport News huko Virginia, na Hegseth alipongeza operesheni kubwa ya kijeshi huko Caracas mnamo Januari 3, ambapo ilisababisha kukamatwa kwa Maduro na mkewe, ambao wote waliweza kuhamishiwa Marekani kwa ajili ya kushtakiwa. Sasa leo nimeamua nikusogezee moja kwa moja tutazame kile ambacho Marekani anasema. Je, Urusi naye hajawahi kusema? Nikwambie, Marekani amejisifu kuweza kuvamia licha kwamba kuna mifumo mbalimbali ya anga ambayo imewekwa na Urusi ndani ya Venezuela, lakini ameweza kuivuka na kuingia na kusema hakuna mtu anayeweza kuizuia Marekani. Sasa nikwambie, iko mifumo mbalimbali ya anga ya ulinzi ambayo ilitolewa na Urusi, ikiwa ni pamoja na Buk-M2 na S-300 VM. Sasa ukitazama kwanza kabisa, Maduro na Putin ni watu ambao wana historia ndefu ya uhusiano wa kiuchumi na kisiasa, na wamekuwa wakidumisha haya kwa muda mrefu mno. Sasa kwa upande wa majeshi ya pande zote mbili, upande wa Urusi na upande wa Marekani, leo nataka tupite hatua kwa hatua ili upate nafasi ya kufahamu yupi ni bora zaidi ya mwenzake. Kwa nini hawa jamaa ni ngumu wao kwa wao kuweza kupigana, lakini kutishana hapa na pale ipo kama kawaida. Kwa ujumla, ukitazama jeshi la Marekani kwa sasa kidunia, kwa mujibu wa Global Firepower, inatambulika ndo jeshi lenye nguvu duniani kwa budget. Lakini pia ukirudi teknolojia wako tofauti kidogo, lakini pia uwezo kijeshi wapo tofauti kidogo. Lakini jeshi la Urusi nalo pia lina namna yake pia, kibudget lipo chini ya Marekani, lakini kiteknolojia kuna namna ambavyo wanatofautiana na Marekani. Idadi kubwa ya askari wa ardhini, lakini pia akiba kubwa zaidi ya silaha za nyuklia. Na nikwambie, Marekani ndo jeshi ambalo ina jeshi ambalo bajeti yake ni kubwa zaidi ya ulinzi na vifaa vya kisasa. Yes. Na Urusi ni hatari zaidi kwenye upande wa mapigano ya ardhini, lakini pia na nyuklia. Kwa hiyo wote hawa wamekuwa na mfumo wa namna hiyo. Kwenye ulinganisho nimekwambia, kwa mujibu wa Global Firepower zile ambazo nimechimbua, ni kwamba Marekani anashika nafasi ya kwanza kijeshi duniani kwa ubora kwa mujibu wa Global Firepower, na Urusi anashika nafasi ya pili. Na kwa mujibu wa Global Firepower, Marekani amepewa Power Index 0.0744 na Urusi amepewa Power Index 0.0788. Lakini pia ukirudi kwenye budget ya ulinzi, hizi ni takwimu za 2025 kwa sababu za 2026 bado hazijatoka. Kwa mujibu wa budget ya ulinzi, Marekani kwa mwaka budget ni zaidi ya dola bilioni 860. Zaidi ya dola bilioni 860 kwa eneo ambalo upo, kama upo Kenya, upo Tanzania, upo nchi yote ile, unaweza ukaiconvert hela kutoka kwenye dola bilioni 860 kuja kwenye hela ya nchi yako, unaona kiasi gani ambacho kipo. Lakini pia ukitazama kwa upande wa Urusi, kwa 2025 bajeti yake ya jeshi ilikuwa ni dola bilioni 100. Sasa angalia, bilioni 860 tu bilioni 100, unaona namna ambavyo Marekani amewekeza sana kwenye upande wa jeshi. Ukirudi kwa upande wa idadi ya wanajeshi ambao wako tunasema ni active duty, Marekani anao milioni 1.3. Hii ni kwa mujibu wa Global Firepower, na Urusi anao milioni 1.15 kwa mujibu wa Global Firepower, namna ambavyo wameweka ulinganisho. Lakini ukirudi kwenye jeshi la akiba, kwenye reserve ya jeshi, Marekani anao 750,000, alafu Urusi ana idadi kubwa zaidi kwa mujibu wa Global Firepower, idadi ya jeshi la akiba milioni 2. Wapo hao. Sasa rudi pia kwa upande wa ukitazama ndege za kijeshi, kwa mujibu wa Global Firepower, Marekani yeye ndio taifa ambalo lina ndege nyingi sana za kijeshi, ndege takriban 13,000. Kwa hiyo hamna taifa lolote ambalo linamfikia. Na kwa mujibu wa Global Firepower, Urusi ambaye anashika nafasi ya pili kijeshi ana ndege za kijeshi takriban 4,000.
Lakini tazama pia kwa upande wa meli za kijeshi. Meli za kijeshi Marekani anazo 480, alafu ana aircraft carrier 11 kwa mujibu wa Global Firepower. Lakini ukitazama kwa Urusi, yeye ana meli za kijeshi 600, lakini ile carrier kubwa kama ya Marekani, aircraft carrier kubwa ile, kwa mujibu wa Global Firepower hawajaweza kuainisha kama yuko nayo, kwa ina maana hana. Lakini kwenye upande wa silaha za nyuklia, eneo ambalo Urusi anaringia sana, Marekani ana vichwa vya nyuklia 5200, 5200, alafu nyuklia ambazo ziko tayari kutumika, akisema hey, zinaachiliwa muda wowote, kwa mujibu wa Newsweek ni 1700. Sasa kwa upande huo wa Newsweek wameainisha upande wa Urusi yeye ana vichwa vya nyuklia 5900, ikiwa na maana kuna taifa lote lina vichwa vya nyuklia kumliko yeye, na ambavyo viko tayari kutumika ni 1600. Kwa hiyo hii unaona ni kwa jinsi gani ambavyo Urusi na Marekani, namna ambavyo walivyo kwa upande wa misingi mbalimbali ya kijeshi. Ukitazama huyu ana namna yake anamshinda mwenzake, na huyu ana namna yake anamshinda mwenzake. Kwa hiyo kwa takwimu mbalimbali zimekaa namna hiyo, upande wa jeshi la Marekani na upande wa jeshi la Urusi. Sasa tujeishi hapo, tunaendelea kuchambua ili uone namna gani hawa watu wanapopata nafasi ya kufanya diplomasia zao za aina mbalimbali kupitia vyombo vya habari, namna gani ambavyo wanajivuna kwa kile ambacho wanacho, alafu na wewe ujue namna gani pia taifa lako linapaswa kujivuna kwa kile kidogo ambacho iko nacho. Ukitazama kwa upande wa nguvu ya ardhini, yani inamaanisha silaha zile za ardhini, taifa la Marekani kwa mujibu wa Global Firepower, yale matanks na silaha nyingine za APC, Marekani ana matanks 5000 vifaru hivyo, lakini Urusi ana vifaru 12000. Ni idadi kubwa zaidi. Na Urusi pia tukitazama kwenye vita vyake na Ukraine alijivunia sana vifaru vyake baada ya kufanikiwa kuteketeza vifaru vilivyotoka Marekani, vifaru vya Leopard ambavyo vilivyotoka pia kwa taifa la Ujerumani, na vifaru vingine mbalimbali ambavyo vililetwa. Alifanikiwa kuvishambulia, alivishambulia kwa silaha zake za vifaru ambavyo ikipigwa kwenye kifaru inayeyusha ile kifaru. Kwa hiyo mtu aliyeko ndani inabidi atoke akimbie, lakini pia baada hapo anapiga nyingine na kuweza kulipua. Kwa hiyo hiyo imekaa namna hiyo kwenye ulinganisho wa jeshi la Marekani na jeshi la Urusi. Kwa hiyo Marekani ina bajeti kubwa zaidi ya ulinzi duniani, ina teknolojia mbalimbali. Teknolojia nazungumzia hapa upande wa drone, satellite, aircraft carrier, lakini pia kutazama Urusi nayo ina nguvu kubwa upande pia wa ardhini, kwa upande wa tanks, zile vifaru, askari wa ardhini, akiba kubwa ya nyuklia. Licha kwamba bajeti ni ndogo, lakini inategemea zaidi silaha za nyuklia na nguvu ya ardhini. Kwa hiyo lolote sasa hivi tukisema hey, mambo yamenuka, basi unaweza kuona batu itakuwa kubwa zaidi, zitakazoumia ni nchi zinazoendelea na majirani wale. Ukitazama pia upande wa nyuklia, Urusi ina akiba kubwa zaidi ya silaha za nyuklia kama nilivyokuambia kwa mujibu wa Newsweek, lakini Marekani ina akiba ndogo ya silaha za nyuklia. Kwenye upande wa teknolojia, Marekani ukitazama mtandao wake wa kijeshi duniani ulivyo, ni bases zaidi ya 750 katika nchi 80 na kuendelea. Urusi wao wanategemea zaidi eneo lake kubwa na ushawishi wa kikanda. Kwa ukitazama Marekani kwenye nchi zaidi ya 80 ameweka bases zake za kijeshi kule. Ukitazama hata Tanzania yupo, Kenya yupo, wapi yupo, ameweka bases zake kule za kijeshi. Lakini Urusi anategemea zaidi eneo lake lile kubwa, ambalo Urusi ndo ana eneo kubwa zaidi ndani ya bara la Asia. Na kutazama duniani pia ni taifa ambalo la eneo kubwa, lakini pia ushawishi wake sasa hivi Marekani anapoharibu, yeye anakwenda kule kuponya, kwa hiyo anageuka kuwa kimbilio. Sasa turudi tuangalie budget ya jeshi la Urusi na Marekani, ambayo nimekwambia jeshi la Urusi, jeshi la Marekani lina budget kubwa zaidi. Kama nilivyokuambia hapo awali, kwa mujibu wa Army Recognition, maana ilibidi niingie ndani zaidi licha kwamba sijaishia kwenye Global Firepower tu wenyewe na 24 Wall Street kuangalia tu takwimu zao walivyoandika, lakini kwa mujibu wa Army Recognition,
Marekani yeye bajeti yake ni wameweza kuthibitisha ni ile bilioni 851.7. Kwa hiyo hawajaenda mbali zaidi, ni bajeti kubwa zaidi duniani na inafadhili teknolojia ya hali ya juu, ndege za stealth, ndege zisizo na rubani, meli za kubeba ndege, mtandao wa vituo vya kijeshi duniani, bases zake zote hizo zilizoko maeneo mbalimbali, zaidi ya nchi 80 duniani wanalisha. Ukitazama kwa Urusi nilikwambia ni takriban dola bilioni 100, na hii ni bajeti ndogo zaidi, lakini sehemu kubwa inaelekezwa kwenye vita vya Ukraine na silaha za ardhini na nyuklia, ikiwa na maana kama Urusi asingekuwa kwenye vita vyake na Ukraine, basi kuna uwezekano bajeti yake ingeweza kupanda zaidi na angeweza kujimarisha zaidi. Yes, kwa hiyo imekaa namna hiyo. Licha tutegemee baada ya vita vya Urusi na Ukraine kumalizika, kuna uwezekano Urusi akapanda chati zaidi, kwa sababu vita anavyoendelea kupigana vita, kuna namna ambavyo anaendelea kufanya uvumbuzi wa silaha mbalimbali. Kumbuka kuna mifumo ya anga ambayo ilipelekwa ya Marekani, ilipelekwa nchini Ukraine. Aliweza mara ya kwanza alifeli, lakini aliporudi maabara kukaa chini, aliporudi aliweza kuipangua ile mifumo. Sasa unaona kabisa namna gani ambavyo vita vinasaidia pia majeshi kuweza kuimarika. Lakini sasa hivi ukipita kwenye vijio mbalimbali, ukipita mitandaoni, unaweza ukakuta watu wanabishana. Anasema, je, Marekani anaweza kuishambulia Urusi hivi karibuni akafanya kama alivyofanya kwa Venezuela na mengineyo mengi? Jibu, Marekani kuishambulia Urusi na kufanya kama alivyofanya Venezuela, jibu ni hapana. Si rahisi kusema Marekani inaweza kuishambulia Urusi hivi karibuni, kwa sababu kwanza hakuna dalili rasmi za Marekani kwamba inapanga mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Urusi. Lakini pili ni kuepuka Marekani, kitu ambacho anakiepuka sana ni taifa lake kuharibiwa. Sasa ukitazama Urusi kwa namna moja namna nyingine ana uwezo wa kumfikia Marekani anavyotaka, kama Marekani alivyo na uwezo kumfikia Urusi anavyotaka. Sasa ukisha kuwa na battle la namna hii ni ngumu sana kuweza kupigia kwa Marekani kuingia kwenye vita. Na tunajua Marekani anaishi katika ile hali ya ufanyabiashara, sio hali ya kutaka na yeye aingie vitani apigane, ni hali ya ufanyabiashara. Kwa hiyo anapoona jambo lake linakuwa gumu ndo anaingilia yeye kama yeye, kwa sababu anahodhi kila mahali ameshika. Basi unaona hatari kama hizo zinatokea kama zilizoikumba Venezuela. Sasa tuangalie sababu kuu zinazofanya mashambulizi ya moja kwa moja kati ya Urusi na Marekani yasipendelewe au yasiweze kuibuka kwa hivi karibuni chini ya Rais Donald Trump. Hata kama Joe Biden angekwepo pia lisingeweza kutokea. Ukirudi kwenye hatari ya vita vya nyuklia, Urusi na Marekani zote zina silaha nyingi za nyuklia. Sasa nisikiliza kwa makini hapa. Ukiangalia mashambulizi ya moja kwa moja Marekani akaanzisha sasa hivi dhidi ya Urusi, mashambulizi hayo yanaweza kusababisha vita vya nyuklia ambavyo vinahatarisha dunia nzima. Sasa hivi ukitaka kuogopwa, basi kuwa na silaha hatari kumzidi Marekani, Urusi na China, taifa lako litaheshimika. Ukirudi tazama sasa hivi siasa za kimataifa, Marekani na washirika wake wa NATO, wao wanasaidia Ukraine kwa silaha na msaada wa kifedha, lakini wanajitahidi kuepuka kuingia moja kwa moja vitani na Urusi ili kuepuka vita kubwa. Na mind you kwamba Urusi kupitia rais wao Vladimir Putin alishawahi kusema, endapo taifa lolote litaingia mstari wa mbele kupambana na sisi, basi nasi tutajibu kwa haraka zaidi. Na kuna kauli ambayo aliwahi kuitoa ambayo inaonyesha namna gani ambavyo kama Urusi atashambulia mataifa ambayo ataishambulia moja kwa moja, kuna uwezekano Urusi akafanya dunia nzima ikawa eneo ambalo ni la kuogopwa, sio eneo la kuishi binadamu tena. Na yote kwa sababu ya silaha zilivyo. Tunafahamu tukio Marekani alipopiga kombora kule Hiroshima, Japan. Tazama watu wanavyozaliwa pale, vilema na mengine mengi. Sasa makombora sasa hivi yana ubora zaidi yale kombora la Hiroshima, ikiwa na maana nyuklia licha kwamba imebeba bomu, lakini ndani yake sumu zipo za kutosha, na kuna sumu ambayo ikipigwa shughuli ipo. Takuja kukuletea uchambuzi siku nyingine upate nafasi ya kufahamu zaidi. Wacha tumalize hili za ulinganisho wa jeshi la Marekani na jeshi la Urusi. Ukitazama kuna swala zima la diplomasia na vikwazo. Badala ya mashambulizi ya kijeshi, Marekani wao wanatumia vikwazo vya kiuchumi na msaada wa kijeshi kwa Ukraine kama njia ya kushinikiza Urusi. Mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Urusi pia unaona yangefanyika na Marekani yangesababisha NATO kuhusika, na hilo lingekuwa ni vita vya dunia, vita vya tatu vya dunia. Hapo vingeibuka.
moja kwa moja. Lakini ukitazama wote wameanza kuogopana kwa sababu wana nguvu sawa. Wote tuna nguvu sawa, inakuaje hapa? Una vichwa vya nyuklia vipi hapa? Na ndio maana unaona Donald Trump anachokifanya, anampa kipaumbele zaidi Vladimir Putin kwenye kutafuta amani baina yake na Ukraine. Lakini pia ukitazama Putin aliwahi kutoa majibu kama nilivyokueleza ya aina mbalimbali kuhusiana na zile propaganda ambazo zinaendelea kufanywa dhidi yake, na aliweza kusema kwamba ataweza kufanya mashambulizi. Haya mashambulizi yatakuwa ni kama ushahidi wa uchokozi wa magharibi. Kwa hiyo hoja ilitumika, wengi walichukulia pia kama propaganda ya Urusi kwamba anatisha nani huyu, lakini nikwambie iliweza kuimarisha mshikamano wa ndani na kuhalalisha hatua kali zaidi. Yes. Kwa hiyo mambo yamekuwa namna hiyo. Sasa turudi tuangalie. Tumeangalia vichwa vya nyuklia, tumeangalia budget na mengineyo mengi. Urusi ana silaha gani hatari ambazo Marekani hana mpaka hivi sasa? Hili ni swali ambalo unaweza kuwa unajiuliza, na tegemea baada ya uchambuzi huu ukikaa mahali na watu wakati wanabishana vitu mbalimbali utakuwa na majibu ya kumweleza mtu, sio kuzungumza kitu kihisia kwamba bwana Marekani ni hatari kwa sababu ya movie na nini na nini. Tunatizama kitakwimu. Ukisema Marekani ni hatari, kitakwimu. Ukisema Urusi ni hatari, kitakwimu. Sio kwamba labda unaipenda Urusi, Putin yuko serious. Hapana, twende kitakwimu. Unaambiwa no research, no right to speak. Mimi na research na niko na right to speak. Sasa Urusi kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo nimejaribu kuchimbua, ukiangalia tovuti ya the Defcon Warning System, the Hudson, ADA 24/7 zimeainisha vitu mbalimbali, silaha hatari ambazo Urusi anazo, na silaha hizo Marekani haina. Nazungumzia makombora ya kasi sana, hypersonic weapons. Hapa kuna kombora la Avangard Hypersonic Glide Vehicle ambayo hii inaweza kusafiri kwa kasi zaidi ya Mach 20. Lakini pia ina uwezo wa kubadilisha mwelekeo wakati wa kuruka, jambo ambalo linalofanya iwe vigumu sana kuzuilika. Yaani kiona maana kama limeruka ukalenga kulizuia kwa namna moja na nyingine, lina uwezekano wa kusense na kubadilisha uelekeo wake ili ifike kwenye target. Hilo ni kombora la laitwa AHGV, Avangard Hypersonic Glide Vehicle. Hili ni moja kombora aina ya hypersonic weapons. Lakini pia Urusi ana kombora la Kinzhal Hypersonic Missile. Hili linaweza kurushwa kutoka kwenye ndege za kivita. Inalenga target, yani malengo kwa umbali wa zaidi ya kilomita 2000. Na Marekani bado ipo kwenye hatua wao ya majaribio ya hypersonic weapons. Wao Urusi tayari wanazo vitani, na ndio maana kuna mifumo mbalimbali. Kwa mujibu wa ADA 24/7 waliona inakuwa migumu wao kuingia, wakatumia hypersonic weapons na walipenya. Sasa turudi pia silaha hatari ambazo Urusi anazo Marekani haina. Kuna nuclear zile za kimbinu, tunazungumzia tactical nuclear weapons. Urusi ina tactical nuclear weapons 1500 mpaka 2000, ikiwemo makombora ya Iskander-M, cruise missile na mabomu ya ndege. Marekani wao wana idadi ndogo zaidi, kama 100 na kitu hivi, na wana mabomu ya B61 ambayo yamehifadhiwa huko Ulaya. Lakini pia hii inampa Urusi faida ya kutumia nyuklia kwa kiwango cha chini bila kuanzisha vita vya nyuklia vya kimataifa. Urusi huyo ana silaha ya baharini ya kipekee. Nazungumzia silaha hii inaitwa PNT. Inaitwa Poseidon Nuclear Torpedo. Torpedo ni moja ya silaha kubwa ya nyuklia ambayo inaweza kusafiri chini ya maji kwa umbali mrefu. Inaweza kusababisha mawimbi makubwa ya mionzi baharini na kuharibu miji ya pwani, na hii imetengenezwa special kwa ajili ya zile carrier za zile meli kubwa za Marekani. Hii ni special kwa ajili hiyo, ikiwa inaachiliwa tu shughuli ipo hapo baharini kwa carrier hizo za Kimarekani. Lakini pia Marekani wao hawana silaha ya aina hii. Nisikilize kwa makini, hawana silaha ya aina hii ya baharini ya kipekee PNT. Tafuta muda kaisome kwa wakati wako, utaielewa zaidi. Lakini pia Urusi
ana makombora makubwa ya masafa marefu. Nazungumzia Sarmat ICBM, kombora jipya la masafa marefu lenye uwezo wa kubeba vichwa vingi vya nyuklia. MIRV linaweza kufika popote duniani na kuzunguka anga ili kuepuka mifumo ya ulinzi wa Marekani. Sarmat ICBM, makombora makubwa ya masafa marefu, Marekani hana. Kwa ukiangalia silaha ambazo Urusi inazo, Marekani haina kwa kiwango sawa. Hypersonic missile, tactical nuclears, Arsenal kubwa zaidi wanayo, Poseidon nuclear torpedo, Sarmat ICBM, yes, iko namna hiyo. Sasa tugeuze upande wa shilingi. Silaha gani hatari Marekani anazo na Urusi yeye hana? Tusikilizane kwa makini. Silaha gani hatari ambazo Marekani anazo Urusi haina? Moja, kuna ndege zinaitwa ndege za stealth za kisasa. Hapa kuna ndege ya F-22 Raptor na F-35 Lightning II. Hizi zote ni ndege za kivita za kisasa zenye teknolojia ambazo, ndege hizi teknolojia ambazo inazo ni ndege ambazo hazionekani kirahisi kwenye rada. Yani inaweza kupita hata mweke mfumo wa namna gani, hii ndege haionekani. F-22 Raptor haionekani, na ndio maana wengi wanasema kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro Venezuela, kuna uwezekano ndege hii ilitumika kwenda kusoma mchezo wote ulivyo, kwa sababu Marekani ile nyumba ilivyo ambayo alikuwa anaishi Nicolas Maduro, mazingira yote waliyatengeneza wao ndani ya taifa lao, wakawa wanayatumia, wanafanyia mazoezi. Yani kila kilichopo wakawa wanafanyia mazoezi. Kwa wengine, wengi wanahisi kuna uwezekano mkubwa wa ndege hii ya F-22 Raptor na F-35 L2 ilitumika kusoma mchezo. Sasa Urusi yeye haina ndege kama hizi, ndege ambazo hazionekani kirahisi. Yeye hana ambazo zipo kwenye kiwango hicho, lakini sasa hivi wapo kwenye uzalishaji mkubwa wa ndege hizo. Ndege ya Su-57 ya Urusi bado ni chache pia na haina teknolojia sawa na ndege ya F-35 pia ya Marekani. Silaha hatari Marekani inazo, Urusi haina kabisa. Meli kubwa za kubeba ndege, aircraft carrier. Marekani ina aircraft carrier 11 zinazotumika, ambazo zina uwezo wa kupeleka ndege na vikosi popote duniani. Urusi ina carrier moja tu, Admire Kuznetsov, ambayo mara nyingi imekuwa na matatizo ya kiufundi, na hii inampa Marekani uwezo wa kupeleka nguvu za kijeshi duniani kote, kitu ambacho Urusi wao hana. Nisikilize kwa makini hichi ninachokusogezea. Ukiona unapatwa na wasiwasi, ingia chimbua, utapata nafasi ya kuona zaidi namna ambavyo dunia ilivyo. Lakini pia Marekani ina silaha za B-2 Spirit na B-21 Raider. Hizi ni bomba za kisasa zinazoweza kubeba silaha za nyuklia na kuruka bila kugunduliwa. Urusi haina silaha hizi kabisa, na hii inampa Marekani faida kubwa kwenye mashambulizi ya mbali. Anaweza kaachia makombora ya B-2 Spirit na B-21 Raider, zikaja ukashangaa tu mpaka unaanza kujipanga, zimetokea wapi, huzioni wakati zikiwa zinakuja. Lakini pia Marekani ina mifumo ya ulinzi wa makombora, Missile Defense System, ambayo ni hatari na inaweza kuzuia baadhi ya makombora, lakini si yote. Hapa nazungumzia mfumo wa Aegis Ballistic Missile Defense na Ground Based Mid-Course Defense GMD. Zina uwezo wa kuzuia makombora masafa marefu, na Urusi weye ana mifumo ya ulinzi ya S-400 na S-500, lakini haina mtandao mkubwa zaidi wa kuzuia makombora kama wa Marekani. Sasa turudi kwenye upande wa droni za kisasa na UAV. Marekani ina droni nyingi za kivita kama MQ-9, Reaper, RQ-170, Sentinel ambazo zinatumika kwa upelelezi na mashambulizi. Urusi ina droni lakini haina kiwango cha teknolojia na idadi kubwa kama Marekani. Kwa hiyo hiyo imekaa namna hiyo. Najua sasa hivi ukiwa mnabishana juu ya Urusi na Marekani ni bora zaidi kijeshi, basi majibu uko nayo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.